Sasa nina machache ya kuongea ya kumjibu mwenyekiti wetu, kwa sababu mimi naomba ni base zaidi kwa upande wa mwenyekiti, kwa sababu ndio upande ambao unatuhusu zaidi sisi mashabiki na wanachama. Mwenyekiti, kuna kituo cha habari kimoja alihojiwa na akasema kwamba naomba mashabiki na wanachama mnipe sababu ya kunifanya mimi nijiuzuru, kwa sababu kila nikiomba sababu sipewi sababu ambazo zina mashiko. Sasa mimi naomba nimsaidie mwenyekiti sababu ambazo zinamfanya yeye ajiuzuru. Sababu ya kwanza ya kumfanya mwenyekiti ajiuzuru ni kushindwa kusimamia yale aliyoyaahidi. Kitu cha kwanza, mwenyekiti yeye mwenyewe alituahidi sisi mashabiki na wanachama kwamba nitaifunga Yanga. Hilo sisi sio kipaumbele chetu. Kwanza aelewe, kuifunga Yanga sisi sio kipaumbele chetu, lakini hiyo ilikuwa ni ahadi yake yeye mwenyewe. Yeye ndiye aliyeahidi, sisi hatukumuomba, lakini ahadi haijatimia. Tumepigwa mara 5 mfululizo. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, kwamba ameshindwa kusimamia ahadi yake, kwamba tumefungwa mara 5 mfululizo. Sababu ya pili, tumekosa ubingwa kwa misimu 4. Tena hii ndio mbaya zaidi, kwa sababu furaha ya mashabiki, wanachama na mafanikio ya klabu ni kubeba ubingwa, lakini kwa misimu 4 tumekosa ubingwa. Anaonaje kwamba hii sababu haimtoshi yeye kujiuzuru? Anataka mashabiki tufanye nini? Tufe ndio ajiuzuru au tufanye kitu gani? Kwa sababu wapo ambao wanapata pressure, kuna watu wana mioyo midogo, unaelewa? Kwa hiyo hii ni sababu ya pili ambayo inamfanya mwenyekiti ajiuzuru. Tumefika msimu huu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika, tumefika CRDB nusu finali. Tena hii CRDB mimi ndio inaniuma sana, kwa sababu CRDB bora tunaweza tukasema Yanga ni wenzetu, Berkane ni wenzetu, lakini tumekuja kutolewa hatua ya nusu finali na Singida. Unanielewa? Kwa tumekosa, tumefika hatua nzuri, mashindano 3 makubwa na yote tumekosa. Chini yake yeye mwenyekiti ambaye anasema yeye haoni sababu za nini za kumfanya ajiuzuru. Hii pia sio sababu. Cha tatu, mwenyekiti hajafanikiwa kutuunganisha mashabiki, badala yake anatugawa. Leo hii kila mmoja anaongea kwake. Kuna upande ambao wanamwafiki yeye, upande anajua mwenyewe anachokifanya. Hii sababu ya kutugawa na kutokutuunganisha na kuwa na gap kubwa baina ya mashabiki na viongozi. Hili ni tatizo, ndio mmonyoko wa klabu unapoanzia hapo. Kwa nini atugawe? Kwa nini asituunganishe? Tumehitaji kwa muda mrefu mkutano mkuu wa dharura, mpaka leo haupo. Sasa ni klabu gani ambayo inaweza, au ofisi gani, au niseme kampuni gani inaweza ikawa na maendeleo bila mikutano au vikao vya ndani au vya mashabiki na mambo kama haya? Sababu nyingine, kusimamia kama yeye alivyoahidi. Alisema atasimamia na kuboresha miundombinu na huu mfumo wa mabadiliko, lakini mpaka leo sijaona hiyo miundombinu ya klabu. Hiyo ni sababu nyingine ya kumfanya step down. Miundombinu ipi ya klabu? Labda nyinyi wenzangu waandishi wa habari mnafuatiliaga huko, labda pengine mmeiona. Ni miundombinu ipi ambayo kafanikiwa mpaka sasa hivi kufika hatua ya nusu finali? Kafu kama yeye anapodai kwamba mimi nikifika sisifiwe na sifia mtu mwingine si na nini. Kufika hatua nusu finali au finali sio mafanikio, ile ni hatua. Mafanikio ni kubeba makombe. Yeye anasema ukifika finali au nusu basi ndio mafanikio. Hapana, ile ni hatua tu, kwamba tumetoka stage hii tumefika stage nyingine. Lakini mafanikio ni kuchukua sasa kile unachokishiriki. Hatujachukua. Kwa hiyo tunamuomba huyu nataka nimpe cheo, sio. Tunataka
mwenyekiti wa club Murtaza Mangungu ajiuzuru kwa wema, na kujiuzuru sio kitu kibaya. Sisi tunaelewana na waandishi wa habari. Kujiuzuru ni kitu kikubwa sana, kinakuonyesha ukomavu na uwajibikaji. Kwa sababu kama wewe unaipenda klabu na unaijali klabu yako, unaitakia mafanikio, basi unajipisha, ile itatengeneza heshima yako, kuonyesha kwamba unawajibika. Kama waliofanya kina Swedi, ameona na kuongoza muda mrefu, lakini ameona mambo tulikuwa na mafanikio, akakaa pembeni mpaka kesho watu tunamkumbuka. Sasa haya mambo ya leo ya aibu haya, mpaka tunakuja sijui wachezaji wanadai mishahara wakati pesa zimetolewa, wachezaji sio wanadai bonus, pesa zimetolewa, hatujui ziko wapi na kwa nani, na huyo mtu anazificha kwa makusudi gani, na hii yote ni kwa ajili ya nini? Tunajua hii yote inawezekana labda kumkwamisha mwekezaji, kumgombanisha baina ya mwekezaji na mwanachama na mashabiki, kitu ambacho sisi hatuwezi kukubaliana nacho. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tunaomba hizi sauti zetu mtusaidie nyinyi kuzipaza, imfikie mwenyekiti wa klabu ajiuzuru. Sio tunamuomba, tunamtaka ajiuzuru, kwa sababu hatuna sababu ya sisi kumbembeleza. Anang'ang'ania nini? Kwa sababu anakwambia kuna ule usemo unasema mtu yote hakai mbali na mzigo wake. Nina mashaka na mwenyekiti, kama unang'ang'ania hii sehemu, basi kuna maslahi kwako. Laiti kama kungekuwa hakuna maslahi, mwenyekiti ungetoka. Sasa unasubiri nini mpaka sasa hivi? Hizo sababu nilizokupatia mwenyekiti zinakutosha wewe kujiuzuru, kujatimiza matakwa yetu na ahadi zako wewe pia binafsi hujazitimiza. Asante sana. Ni kwa kiasi gani wewe sio kiongozi na huna uwezo kabisa wa kujitathmini. Kitendo cha kufanya vibaya kwa misimu 4 mfululizo kilikuwa kinatosha kabisa wewe kukaa chini na kujitathmini na kuona kwamba chini ya uongozi wako hukuwa na uwezo wa kuifanya Simba Sports Club ikapiga hatua. Yani nimeshangaa, nimetetemeka. Mwenyekiti, naogopa kusema mwenyekiti wangu, I don't believe I can have a mwenyekiti like huyo, mtu ambaye anaweza akawa hajui, yani hajui kwamba amefanya makosa gani. Seriously, mwenyekiti, tunaomba tukuambie, moja ya makosa ambayo umefanya yanayokupasa step down ni kutugawa sisi kama wanachama na mashabiki. Katiba ya Simba Sports Club inawatambua wanachama na mashabiki, na ndio sababu katiba imetupa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki kikatiba, ambaye atakuwa anashughulika na kero za wanachama na mashabiki. Kwa hiyo katiba kuweka mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ni kuwatambua wanachama na mashabiki. Guys, even if sisi tungekuwa sio wanachama, tungekuwa na mashabiki, ni mashabiki, bado tulikuwa na haki ya kukaa hapa. Na niwaambie tumekaa hapa leo kwa sababu katiba inasema hivi: mkurugenzi wa wanachama na mashabiki atashughulika na masuala yote yakiwemo ya wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club. Hatuna huyo mtu, twende wapi? Na katiba hai-identify, haisemi, hai-clarify kwamba wanachama na mashabiki wapeleke wapi kero zao. Na mimi hapa kati yenu kuna ambao ni wanasimba, lakini mkiwa kama waandishi wa habari mnapaswa pia kusoma katiba zote labda za vilabu vyote ili mjue zinasema nini. Lakini nataka niwaambie katiba ya klabu yetu ya Simba Sports Club inatambua mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club. Na inasema mwanachama ana haki ya kupata taarifa ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited. Lakini haisemi kwamba mwanachama huyo anaweza kupeleka wapi maoni yake. Ila kwa sababu tuna mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ambaye anadili na issue za wanachama na mashabiki, kama tungekuwa naye, tumeambiwa ni nani, ina maana sisi kabla ya kukaa na nyinyi kero zetu zingekuwa zimefika kwa nani? Kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. But you know what guys, hatuna. Klabu yetu ilitoa tangazo, ikatangaza kwamba kuna nafasi, watu waka-apply. I hope people went for the interviews. Swali letu la msingi ni kwamba wale walioenda kwenye interview wote hawakuqualify. Na kama waliqualify, manake mmoja alichaguliwa. Who is that person?
Mwenyekiti aliulizwa swali Crown kuhusu issue ya wanachama na mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, akasema hivi, yupo muda ukifika watamtangaza. Tunaomba mwenyekiti tuambie muda sahihi wa kumtangaza mkurugenzi wa chama na wa mashabiki ni upi. Hiyo ni sababu ya pili ya kukufanya wewe step down. Kututoshi kuwa mwenyekiti. You cannot hide such kind of a person ambaye ni mtu muhimu sana kwetu. Lakini swala la tatu ambalo linakufanya wewe step down ni kushindwa kutuunganisha sisi kwa wamoja. Ninaomba viongozi wa Simba Sports Club watoke, watuambie yafuatayo. Watuainishie katiba inamclarify mwenyekiti, inatambua kwamba kwenye Simba Sports Club kutakuwa na mwenyekiti. Tuambie what are the biggest role ya mwenyekiti, kwa sababu tunaamini mwenyekiti wetu, kwa sababu katiba haija clarify hivyo vitu. Hata yeye mwenyewe inawezekana hajui role yake. Sasa tunamuona anaingilia mpaka role ya Ahmed Ally. Yeye amekuwa msemaji, yeye amekuwa comedian, yeye amekuwa yani hatujui sasa ni nani. Mmoja, one of the big weakness ambayo tunayo Simba Sports Club, kila mtu ana power. Hatujui nani ni nani. Tunajua msemaji wetu ni Ahmed Ally. Tunaona klabu za mbele huko kuna wenye viti pia. Lakini unamwona mwenyekiti yuko kwenye mechi, kazi yake ni kupiga makofi, ni kushangilia mechi klabu inavyofanya vibaya, kusikitika klabu inapofanya vibaya, au kushangilia klabu inapofanya vizuri. Lakini kuzungumza pale inapobidi sana kuzungumza. Sisi mwenyekiti wetu leo hii gari yake ikipata pancha, it's a story.